Mabingwa wa kihistoria Young Africans kwa maana Yanga leo hii siku Alhamis ya Juni 18 ni kwamba wamefanikiwa kupata ushindi mwingine mbele ya klabu ya Fountain Gate FC baada ya Yanga kufanikiwa kuitandika magoli mawili klabu ya Fountain Gate katika mchezo wao wa leo. Baada ya ushindi huu ni kwamba klabu ya Yanga imerudi tena kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara na ikiwa na alama zake 66 hadi hivi sasa na ikiwa imecheza michezo 27. Mchezo huu ambao ulikuwa unasubiriwa kwa hamu kubwa sana na mashabiki wa klabu ya Yanga lakini pia na mashabiki wa klabu ya Simba ili kupata matokeo ya nani ambaye ataendelea kubaki kileleni kati ya Yanga na Simba, lakini mchezo huu ni kwamba umeshatoa maamuzi nani ambaye sasa hivi yupo kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Mchezo huu pia ulipigwa leo hii majira saa 10 za jioni katika dimba la Sheikh Amri Abeid kule mkoani Arusha, ambapo Fountain Gate FC alikuwa nyumbani na akimwalika Yanga Sport Club. Mchezo huu ambao ulikuwa na ushindani mkubwa kati ya Fountain Gate dhidi ya Yanga Sport Club ni kwamba mchezo huu ulimalizika kwenye dakika 45 za kipindi cha kwanza bila yoyote kufanikiwa kupata goli, lakini ndani ya kipindi cha pili ni kwamba Yanga Sport Club ilianza kufungua akaunti ya magoli na hadi dakika 90 ni kwamba walifanikiwa kupata magoli mawili katika mchezo wa leo. Na mabao ya ushindi katika mchezo wa leo yalifungwa na pamoja na Pacome Zouzoua kwenye dakika 53 mchezo ndani ya kipindi cha pili, lakini bao la pili ambalo lilikuja kukamilisha idadi ya magoli ni kwamba lilifungwa na Depu kwenye dakika 55 mchezo. Baada ya kutamatika kwa mchezo huo kati ya Fountain Gate FC dhidi ya Club ya Young Africans ni kwamba msimamo wa ligi kuu Tanzania bara umebadilika kutokana na matokeo ambayo yamepatikana katika mchezo wa leo, ambapo kwenye nafasi ya kwanza kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara Yanga amerudi kwenye nafasi yake na huku akiwa anashika kwenye nafasi ya kwanza akiwa ameshacheza michezo yake 27 hadi hivi sasa na akiwa na alama zake 66. Kwenye nafasi ya pili inashikiliwa na klabu ya Simba ambaye tayari pia ameshacheza michezo 27 na huku akiwa na alama zake 64. Utofauti wa Yanga na Simba kwenye alama ni tofauti ya alama mbili pekee. Simba akiwa na alama 64 na huku Yanga Sport Club akiwa na alama 66. Nafasi ya tatu inashikiliwa na klabu ya Azam FC ambaye pia tayari ameshakamilisha michezo yake 27 na huku akiwa na alama zake 58. Na kwenye nafasi ya 4 hadi hivi sasa inashikiliwa na klabu ya Singida Black Star ambaye pia ameshuka dimbani mara 27 na huku akiwa na alama zake 47. Ukiachana na mchezo kati ya Fountain Gate FC dhidi ya Young Africans ni kwamba kulikuwa na michezo mingineo pia ambayo ilipigwa leo hii majira saa 10 kamili za jioni. Mchezo kati ya Mafande JKT Tanzania dhidi ya Tanzania Prison ni kwamba mchezo huu umetamatika kwa JKT Tanzania kukubali kichapo cha goli 1-0 mbele ya Tanzania Prison. Lakini mchezo mwingineo ambao ulikuwa ni kati ya Pamba Jiji dhidi ya Mtibwa Sukari kwa maana Mtibwa Sugar, mchezo huu ulitamatika kwa Pamba Jiji FC kuondoka na ushindi mzuri wa magoli 4-0. Na hadi hivi sasa ni kwamba klabu zote za ligi kuu Tanzania bara tayari zimeshacheza michezo 27 na huku zikiwa zimesalia mechi 3 pekee kwa kila klabu ili kuweza kumpata bingwa na mshindi wa michuano ya ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu. Na kwa sasa imekuwa ni ngumu sana kuweza kumtangaza bingwa kati ya Simba na Yanga kutokana na ushindani ambao uliopo hadi hivi sasa. Kwa mtazamo wako unahisi ni nani ambaye atafanikiwa kuondoka na ubingwa ndani ya msimu huu kati ya Simba au Yanga? Tungependa kusoma maoni yako kupitia section comment, lakini pia endelea kusalia na Mshindo TV kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa mbalimbali za kimichezo na burudani kwa kila siku na kila wakati.